Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Nyota ya mbuzi. Kuhabarishwa jambo zuri. Kupata hitaji la moyo wako. Kuoneshewa tabasamu na upendo kwa watu usio wazania. Kufikiria kuachana na visasi. Mtu kukunyenyekea. Kupata mjumuiko mzuri na mtu. Siku ya leo, kwa baadhi walishaiota kwa matendo yatakayojitokeza. Kuifurahia misimamo yako uliyojiwekea. Kuaminishwa upendo wa kweli kwa vitendo. Kukumbukwa na watu uliopezana nao. Kwa baadhi, kupata mshtuko kwa jambo utakalolijua. Kuona hakuna umuhimu tena wa kufuatilia jambo. Utahisi hali ya kiungulia. Kumwogopa mtu kwa maneno yake makali. Kuhisi maumivu ya sikio. Nyota ya mashuke. Kutambulishwa sehemu kwa heshima. Kumtetea mtu katika jambo. Kuwa na furaha yenye shauku. Kuridhia jambo na kutaka lifanyike kwa haraka. Mawazo yako kupingana kwa kitu unachotaka kufanya ila unasita. Kusikiliza maneno yenye kukujenga kiakili. Kukumbuka kitu na kucheka. Kuzungumziwa kwa mazuri. Nyota ya ng'ombe. Mtu kutoa sababu zinazomfanya kuamini. Kuhisi mtu kwa kushindwa kwa ubaya wake. Kuwania nafasi nzuri iliyokuwa inagombewa. Kuifahamu sehemu anayoishi mtu. Kuongea na mtu jambo la umuhimu sana litakalo kufumbua zaidi. Kuhisi mtu hajakuona kwa kitu ulichokifanya. Utakuwa muwazi kwa mtu ili kuwa naye sawa kimaelewano. Mtu kukuelezea jambo kwa usiri. Tamko la mtu litakushtua. Nyota ya mshale. Kurudia kusoma neno zaidi ya mara moja ili uelewe. Kupata kwikwi wakati wa mazungumzo. Kuonekana unauelewa mpana. Kuhisi umempita mtu ambaye unamfahamu. Kutamani kukaa peke yako sehemu yenye utulivu. Kumlingania mtu kwenye jambo la umuhimu. Kucheka na mtu ikiwa moyoni una hasira. Kusema kitu na kikatokea kweli baada ya muda mchache. Kumnasua mtu aliyekuwa katika vizuizi. Kumuona kiumbe aliyevunjika mguu. Hii ni ishara kuhitajika kujitetea kwenye jambo lenye uhitaji. Nyota ya simba. Kupata ganzi kwa kujua ukweli. Kuona unaendelea kukata tamaa. Kuhisi kufilisika zaidi. Kuwajua maadui wapya ambao haukuwafikiria kabisa, wanaokufuatilia kwa ubaya. Kudhibiti ubaya bila wewe mwenyewe kujua. Yote ni kutokana mwongozo wako upo sawa. Kujizuia kutoa maneno makali kwa mtu. Kuizuia hali ya wasiwasi isikutawale ndani ya moyo wako. Baadhi yenu mtavivuka vizuizi vizito ambavyo mlishindwa kuviepuka hapo mwanzo. Utapokea taarifa ya kukubaliwa maombi yako. Kusita kumueleza mtu ukweli. Utapata ongezeko la kitu au pesa ambayo ipo nje ya mshahara au usioitarajia. Mtu atajaribu kuzizungumzia hisia zake kwako. Simba, epuka kuwa king'ang'anizi kwenye vitu visivyokuwa na faida. Utajitahidi kumuelewa mtu lakini utashindwa kabisa. Kuitafakari kauli ya mtu kwa muda mrefu. Kwa baadhi yenu mpo katika harakati za kujipambania na kuona ugumu ambao upo mbele yenu. Simba, acha muda utende. Nyota ya punda. Kupata maelezo ya kitu katika ndoto. Kuhisi unasemeshwa. Kujua kuwa mtu anapenda sana kudanganywa kuliko kuambiwa ukweli. Kutokana na kukupinga kila unapomuelewesha jambo lenye usahihi na ukweli. Kuhisi jambo litakuwa kubwa usipokuwa makini. Moyo wako kushtuka baada ya mlio wa kitu. Mtu atajiona umemuweka kifungoni kutokana na maneno yako uliyomtamkia. Nyota ya kaa. Mkono wako kutetemeka kama vile umeshikwa na kitu. Kudadavua mambo kwa kina. Kuwasuluhisha watu waliokuwa na utata. Kugundua upeo wa mtoto mdogo. Kuheshimiwa na watu waliokuzidi umri. Unachokiwazia kufanyiwa kazi bila ya wewe kujua. Kuhisi anguko la mtu ambalo atajisababishia mwenyewe. Kujaribu kujishusha kwa mtu lakini unashindwa kutokana na mapokezi yake. Kuna watu wanakuchunguza kisirisiri. Kaa, msimu huu utakuletea maono na hisia kali za kutabiri kitu na kikatokea kweli. Nyota ya nge. Kumchukia mtu mpaka kujijua kama unamchukia. Kuhisi kusimamiwa na kitu nyuma yako. Kulipwa wema uliomfanyia mtu ambaye ulishasahau kama ulimsaidia. Kupata funzo na kujua kuwa ulikosea. Kumrasimisha mtu cheo adhimu. Kuliwazia tukio lililotokea miaka iliyopita.
Kuepuka mzozano ambao unahisi utakuingiza kwenye matatizo. Kumuona mtu akipaliwa. Kupata ndoto ya kuona samaki aliyekuwa ndani ya maji. Itakujulisha kuwa utapata safari ya mbali na mafanikio au riziki kukufikia kwa wakati. Nyota ya samaki. Kumzuia mtu maamuzi yake. Kutotarajia kama jambo litazidi kuwa kubwa. Kumaliza tatizo la muda mrefu lililokuwa linakusumbua. Kuhangaika kupata ukweli wa kitu ila utahisi mtu kukuficha na ipo makini sana usiweze kugundua kitu. Kuhamaki baada ya kukosa kitu unachokitafuta. Kuamka na hisia za maono. Kujiuliza kitu ambacho kilitokea muda uliopita. Kupata ishara ya vitu tofauti tofauti. Kudhihirisha mambo. Kuwa na hisia mbaya kwa mtu. Kuchukizwa na mtu mwenye tamaa. Nyota ya mizani. Kufanya kitu cha umuhimu lakini mtu kukukasirikia. Kujua kuna maneno ya uongo yanayozunguka kwa kusemwa. Kuajiriwa sehemu nzuri. Kuwa na kiu cha kutaka kujua mengi. Kumuhisi mtu katika tuhuma mbaya. Kufanya masahihisho kwa mapito uliyoyapitia kwa kubadili mwenendo wako. Kuona umepoteza muda kwa kitu ambacho hakikunufaishi. Kumsema mtu au kumzungumzia kwa mabaya. Kukumbushia kazi uliyompatia mtu akufanyie. Nyota ya mapacha. Kukumbushia kitu ambacho huwa kinaleta mzozo. Kuhisi mtu anataka kubadilisha taratibu zilizokuwepo. Kumwelezea mtu jambo na atakusikiliza kwa umakini. Kuficha madhaifu ya mtu. Kubadilisha maamuzi ya kitu ulichokitaka kukifanya. Kulipa fadhila kwa mtu aliyekufanyia hisani. Kumuondoshia mtu adhabu aliyokuwa nayo. Nyota ya ndoo. Kupata kitu chenye ugumu kupatikana. Kitu kuanguka karibu yako. Ndoo, usifanye kitu kwa makusudi au hasira. Huenda ikakuletea madhara. Kumuelewa mtu saikolojia yake. Moyo wako kugoma kabisa kumpatia mtu kitu au kumuamini. Kuishinda kesi inayokukabili. Kutamani mtu angekuwa yu karibu kupatikana kwa haraka. Kushirikishwa jambo litakalokupa faida. Kufanya ziara za kikazi. Kumpatia mtu pesa. Kutojishusha kwa mtu kwa ukaidi wake anaokuoneshea. Kumrekebisha mtu mwenye hila. Ndoo, siku ya leo itakuwa yenye utulivu sana kwako. Hivyo tumia muda wako vizuri kuitafuta amani kwenye familia yako. Utabiri huu unatoka kwa Ahi Shamshi. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Kwa elimu ya nyota, ushauri, tafsiri ya ndoto, masomo pamoja na tiba, vyote vinapatikana WhatsApp group. Usikose kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.